ikanitoroka, moyoni na kesha ngoma, kwa subira nimengoja penzi hili la dhamana. Tangu tulipokutana nafsi zetu kapatana, na ni mbali tumetoka tangu kuchumbiana. Siku yetu imefika, hakuna tayezuia, ajalie Maulana pete tutapishana. Mie nimeshapatikana na yule mume kwa mapenzi shanienzi. Mie milele nishazama, sinitafute kule kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, mimi shahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, mimi shazama. Kuna wale wanasema ndoa haidumu tena, yaje maji na mafuriko, tayari tushatia nanga. Nimempata yule wangu, kapenda na vyote. So my name is Virginia Gavigia Mwangi. Today is my mini African wedding. I'm so happy. It has been a good journey, and with the help of my family and also my family friends. So I want to say thank you. Yeah, and a word to Chris. Yeah, from today I pray that the Lord will bless us in our new chapter, that our journey may be successful, and may He always lead the way, and may He be our Alpha and Omega. And I love Him so much. I love you so much, guys. And yeah, I just pray that our marriage will be one that can be a role model to people and a blessing to many people. Sahau amenivisha dhahabu, nimepata yule wangu, kapenda na vyote vyangu. My name is Sharon Mumbi, and I'm Vigi's friend. Nimemjua through her cousin Virginia Gavigia. We've been friends for a long time, say around 3 years. I'm very happy today. Nimepata this chance to attend such a special occasion. I've known Chris, of course, through Vigi. I'm very happy for them. They are a very lovely couple. I just pray after today, as they start their new life, that God will guide them, they put God first, and that they will have a happy family. Yeah, that's all. Sister Vigi, my name is Shiko, and I wish you all the best in your new endeavors. I hope that you'll be happy. Najua Chris is perfect for you. He loves you so much, and I wish you a happy marriage and a prosperous new life with your baby. Yeah, that's all. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes.
Odigoko, Kawakole Keroe, Odigoko, Tumetakora Hue, Odigoko, Kanyanyawe Nakoe, Odigoko, Masavine Moyae, Odigoko, Ne Moya Twena Moe, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, 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 Kwanina wa Virginia, Odigoko, 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 Jambreki manene, Odigoko, Katogiarande ye, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, Kaemotare na, Odigoko, Masavile Maya, Odigoko, Masavile Maya, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, Masavile Dwekue, Odigoko, Enodikenge Higora, Odigoko, Odigoko, Kwanina wa Virginia, Odigoko, Edwekere Dwekue, Odigoko, Enodikenge Higora, Odigoko,
Ngatho tondu ageni aria tugwetereire ni marikia gukinya na Kiswahili changu Kikuyu yangu ni mgonjwa, haina afya, nimetoka Kericho, kwa hivyo mtaniruhusu nichanganye. Mtaniruhusu nimugwitikira ndukanie Githwairi na Githungu na Gikuyu na Kijaruo. Aya, Bwana wabariki sana. Asante wageni wetu, mnapopata viketi mkaweza kuketi ili tuweze kumrudishia Mungu shukrani kwa kuweza kuwafikisha. Msikie mko mahali ambapo pako sawa, tumekuwa tukiwangojea na kila kitu kiko sawa, kwa hivyo mmekaribishwa sana. Baba wetu na Mungu wetu, tuko mbele zako, tuko mbele ya ukuu wako kwa sababu tumetambua ya kwamba wewe ni Mungu. Hakuna Mungu aliye mwaminifu kama wewe, wa kufananishwa nawe hakuna. Wewe ni Mungu ambaye tunamuogopa na kumheshimu. Tunatoa ibada za mioyo yetu mbele zako masaa kama haya ya alasiri. Ni kwa sababu Mungu imekupendeza tukawe mahali hapa siku hii ya leo. Asante kwa sababu siku hii ilitajwa na wazazi, ikatajwa na marafiki, ikatajwa na familia, na Baba wetu umeweza kuifikisha. Tunataka kukushukuru na kukuinua na kusema ni asante kwa sababu ya siku kuu, siku hii ya leo. Asante kwa wageni wetu ambao wametoka mbali, wamesafiri na magari na umeweza kuwafikisha mahali hapa. Asante kwa sababu ya rehema, asante kwa neema, asante kwa furaha ya safari ambayo umewapatia. Sifa zote na hata na utukufu zikarudi kwako wewe Jehova. Na wakati huu pia tunataka kushukuru ni kwa sababu tuko na chakula. Asante kwa kutupatia chakula cha kimwili. Tunapojiandaa ili ukatupatie cha kiroho, Baba, tunataka kuweka mioyo yetu mikononi mwako ili ukaweze kutubariki na chakula hiki. Tunaomba ukitakase, ukakitenge na ili kikawa cha madhumuni ndani ya mioyo yetu na ndani ya mili yetu. Tunapokila Bwana ukibariki. Wale ambao hawana, Mungu ukawakumbuke na hata ukawatende mema. Na ni katika jina safi la Yesu tuomba na hata kushukuru. Amen. Nataka ushike mikono yako pamoja, tumshukuru Mungu kwa sababu ametutenda mema. Na hatutapiga makofi ya chief. Tafadhali, chief wa kwenyu kando, headman wa kwenyu kando, MP wa kwenyu kando, tutampigia Mungu wetu makofi. Haya, tayarisha. Tumpigie Mungu wetu makofi matatu. 1 2 3. Amen. That's for you, our God. Holding mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know
Jenga, nitakupa kipasa sauti ili tukupatie nafasi ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu na kisha pia akaombea neno la Mungu. Asiali ndigeo ya muhiki atariho niho alitore tariho ikureherwo. Warembo wako hapa, wazazi wako hapa, washosho wako hapa. Kwa hivyo hatujui kijana alichagua mgani. Sasa uliweza aje kuchagua kati ya hawa warembo wengi? Kuanzia hapa 1 2 3 4 5 6. Hapo hapa. Hapo. Anzia huko mwisho, tafuta. Ukimpata utuonyeshe. Haya, enda pole, usiwe na haraka. Wewe. Pole tu, angalia vizuri, usije ukajiaibishe. You take the wrong thing. Haya, kagua. Na sio huyu. Haya, endelea. Na sio huyu. Jesus. Na sio huyu. Haya, enda tu my dear. Enda tu. Na usiweke smile. Smile ni wako, weka mwenye. Weka smile wako. Acha kusimaliana wenyewe. Haya. Simupige kijana wetu makofi. Haya, nitamuuliza swali ili ajibu na microphone. Ni yeye si yeye? Haya, Virginia. Darling. Umejishindia. Hebu angalia nyuma uone vijana wenye wako huko nyuma. Tupa macho. Kuna mwingine unataka ama ni huyu tu? Unaweza badilisha. Hautaki mwingine? Hata baada ya siku ya leo hautaki mwingine? Haya, msalimie na mkono, na hujajua hajakuwa wako. Hatujakupatiana bado. Haya, thank you very much. Tunauliza ya kwamba mkaketi katika viti ambavyo viko mahali pale ili tukaendelea na hilo jambo lingine. Asanteni sana. Kwa kuheshimu wewe uishie milele. Tangu mwanzo wewe ni Mungu, jana na leo hata milele yote. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni asanti mtakatifu wa Israeli, maana tangu mwanzo ulipoumba mbingu na nchi, siku ya leo ulijua Mungu wangu. Na sasa tunukia siku hii ya leo, umetubariki, umetuonekania. Mungu wetu, ulitembea katika harusi iliyokuwa Kana ya Galili, ulibariki Mungu wetu, ukawa mwanzo wa baraka. Siku ya leo Mungu wangu, tunakabidhi kila kitu mikononi mwako. Tunapoingia katika neno lako Mfalme, ni asanti kwa sababu ya mwenye atatunenea siku ya leo. Naombea roho zetu na nafsi zetu ewe Mungu, maana utatubariki individually. Kuwa pamoja nasi, mbariki mwana wa Mungu, anene mahusia yako, na sifa na utukufu itakurudia. Katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Name higher. Everywhere I go, I will praise his name higher. The Lord is good, I will praise his name higher. Everywhere I go, I will praise his name. Oh, praise his name higher. Praise his name. Praise his name higher. Higher. Praise his name. Praise his name. Praise his name higher. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen.
Amen. Oh, alinipenda kwanza. Amen. Nikampenda. Amen. Na huyu Yesu. Amen. Asifiwe. Nampenda. Nampenda Bwana Yesu. Nampenda. Nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu. Nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu. Nampenda. Amen. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Apewe sifa Mungu wetu leo. Apewe sifa Bwana wa mabwana. Apewe sifa Mungu wetu leo. Apewe sifa Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Netoka gogotea, netoka gokwa bararia, netoka gokogasha, netoka gokwa bararia, netoka gogotea, pene netoka gokwa bararia, oi netoka gokogasha, netoka gokwa bararia, netoka gogotea, weka yore moigwada, weka yota shejakia, netoka gokwa bararia, netoka gogotea, nema netoka gokwa bararia, ogo netoka gokwa goya, netoka gokwa bararia, ogo netoka gogotea. May you help us, O King of Glory. Let your word speak to us, O Jehovah. We open our ear and our heart to receive you. Thank you, Jehovah. We love you and we bless you. Wakati huu Bwana, tualika uweza wa Roho Mtakatifu. Mambo itakapoendelea Jehova, badilisha kila hali, ugumu wote ubadilishe. Hebu Roho wako Mtakatifu akawa mahali hapa. Ibada hili Jehova likawa la kukupendeza, la kukuinua na kukutukuza. Twasema ni asante. Wewe ni Mungu na ubadiliki. Tubariki siku ya leo katika jina la Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mimi ni mwerevu kidogo, sitasimama pale kwa jua, nitakaa tu hapa kwa kivuli. Jina langu ninaitwa Gani. Lakini kwa sababu ninasauliki, nilikuwa nataka mchungaji huyu atusalimie. Kwa sababu anaweza kusaulika. Si ndio mama? Karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa majina yangu naitwa Beria Liwaweru. Tumetoka pande za Kirinyaga, tumekuja kuzindikiza Mama Chris na Chris sababu tumempenda sana na tumefurahia hii jambo ya kukuja iwe ambarikiwe. Bwana asifiwe sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni mlinzi wa roho yangu. Amekuwa rafiki wangu wa karibu na mlinzi. Natarajia kuishi kwa Mungu sababu ninajua kuishi kwa Mungu sio bure. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimefurahia kwa hii jambo sababu ninajua hii ni baraka. Bwana asifiwe. Wamekuja hapa ili mhubiri aombe baraka na baraka za wazazi. Bwana asifiwe sana. Na vile jambo tu naweza kuwauliza, Chris, umechagua kitu cha dhamana sana. Biblia inasema yule atafutaye mke akona sifa ya Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo nimefurahia. Alafu na kukuja kwa wazazi kuchukua baraka. Ukisoma Biblia katika Genesis 27:27
Isaac akambariki Jacob, na siku ile alibarikiwa, yani maisha yake yote yakawa amebarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna baraka ya mzazi, kuna baraka ya mchungaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimefurahia hii jambo, na neno likasema katika Proverbs 15:5 ati Kristo sasa utapewa mpenzi. Maandiko inasema yani utoshereke na huyu bibi yako. Bwana asifiwe. Na umpe upendo wako wote. Haleluya. Utoshereke na yeye tu peke yake. Haleluya. Na utaona vile maisha yako itambarikiwa. Na wewe msichana, utaona vile maisha yako yatambarikiwa, mkiishi, mkipendana na mkiishi faithfulness. Bwana asifiwe. Mimi nimekaa kwa ndoa Monday nitasherehekea 20 years of marriage. Na Mungu awabariki sana na watendee mema. Mchungaji, God bless you. Yaani makofi. Yaani hapa kukiwa na hizi balloon zote zinafanya hapa mahali pawe maridadi. Bwana asifiwe sana. Na maribon. Na ninajua wengi tu wengine wamevaa tu nguo ile ya leo tu. Na uwezi kukaa na furaha na kama umekasika, si ndio? Tunataka kuwa na amani. Mimi naitwa Joseph Kanyari kama nimesema, na nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Ni Bwana katika maisha yangu. Mimi natoka kanisa la KAG, Kenya Assemblies of God, hapa Karagita, na tunakuanga na wazazi wa VG. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio ni kwa sababu niko hapa. Bwana asifiwe sana. Ninataka kufafanua kitu kingine ya kwamba hapa hatuko kwa sababu ya harusi ya kanisa. Si a function, a religious function. Bwana asifiwe sana. Si ati ni kwa sababu ni sherehe za dini zinakuja hapa. Saa zingine siku hizi kuna maharusi nyingi, kuna ingine inaitagwa garden wedding na ingine inaitagwa inafanywa kwa hoteli ama ufikirie nayo imekuwa ati home wedding. Hapana. Hatuko hapa kwa sababu ya function yote ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Tuko hapa kwa sababu ya wazazi ambao wanataka hii kuwe ina unique way. Bwana asifiwe sana. Ati ya kwamba wanawaachilia msichana wao in style. Wanamwachilia msichana wao kwa njia ambayo ni mzuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tutakapokuwa tukimaliza, hakuna certificate hapa. Ijapokuwa kuna madaido ya keki, hakuna pete zinapeanwa hapa. Sisi tuko hapa kama wazazi kwa sababu tumekuwa pamoja na vijiji, na ya kwamba tunataka kuwabariki wanapoenda. Kwa sababu sisi wazee na wazazi wa vijiji tunakuaga watu wa Biblia wa kanisa. Ndio kwa sababu tunaonaga maibada zetu hazimaliziki vizuri bila kuhusisha Mungu na bila kushiriki neno lake. Kwa sababu neno lake ni taa kwa miguu ya kila mtu ambaye anayefuata. Tena ni mwangaza katika njia yake. Na akilifuata hata jikwaa katika maisha yake, katika mwenendo wake, na katika hali zote zile ambazo wanazoishi katika maisha. Na kwa sababu hiyo siku ya leo nataka kuongea habari ya neno inaitwa kibali, favor. Kibali. Na nataka kusoma maneno yako katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 34. Sijui kama kuna watu walikuja na Biblia, lakini bahati kidogo teknolojia inatuwezesha ya kwamba mtu akiwa na simu yake ile ameweka simu na Biblia anajipata ya kwamba ako na neno la Mungu pale. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 34 mstari wa 11 na 12 inasema hivi, na ni ya Kiingereza hii. Then Shechem said to Dinah's father and brothers, let me find favor in your eyes, and I will give you whatever you ask. Make the price for the bride, and the gift I am to bring as great as you like, and I will pay whatever you ask. Only give me the girl as my wife.
nataka tu kukazia hili neno ambalo anasema, hebu nipate kibali machoni mwenu. Nikipata kibali, nitatoa chochote kile ambacho mnachotaka. Sasa ni kijana anajichocha, tunasemanga hivyo. Nitatoa chochote kile mnataka, na kipawa chochote kile, hata kiwe kikubwa namna gani, nitawapatia, bora tu nipate kibali mbele zenu. Bwana asifiwe sana. Huyu ni kijana mmoja, na sitaongea habari ya hiyo story ya huu kijana, lakini alikuwa amechukua binti ya mwenyewe, na lakini sasa walikuwa wanarudi kwa baba yake, kama vile jinsi Chris amekuja hapa na anasema hebu tu nikubalike. Nikikubalika, yani nitatoa chochote kile ambacho mnachotaka, iwe ni mahari, iwe ni vipawa, iwe ni kila kitu. Anajiwekea kiwango cha juu. Wakati mtu anapotafuta kibali, saa zingine ni wakati ule ambapo labda amekuta mahali ambapo alikuwa anataka haikuwezekana, na kwa hivyo anajaribu kuambia yeyote yule ambaye ana uwezo huo, yeyote yule ambaye anaweza kubring this favor into his life, ampatie hicho kibali tu, nisaidie tena tu mara moja. Unajua sasa kibali akiuji kwa sababu ya pesa. Naweza kuja na pesa nyingi na bado ukataliwe. Unaweza kuja na magari nyingi na bado ukataliwe. Unaweza kuwa kijana smart kama Chris hivi na bado ukataliwe. Kwa sababu kibali ni Mungu tu ndiye anaweka ndani ya hao watu ambao unaomba hicho kibali, ambao wanaweza kufanya ya kwamba ukubalike, ama ya kwamba ukapate hicho kibali mbele ya macho yao, na wakukaribishe na wakuingize na wakufanye hivyo. Sasa wakati mtu anapoomba kibali, anamtegemea Mungu, kwa sababu anajua si kitu ambacho unaweza kupata kwa nguvu ama uwezo wako, lakini ni kwa sababu unamtafuta Mungu akusaidie. Na tunatafuta kibali mara mbili, kama mahali kama hapa. Kwanza unatafuta kibali kutoka kwa Mungu. Kibali cha Mungu kisipokubalika haitawezekana. Nakumbuka hadithi nao peanwa ya huyu jamaa ambaye anaitwa Esau. Na Esau siku moja aliuza uzaliwa wake wa kwanza, kwa sababu alikuwa amesema, kwani itanifaidi nini hata nikikufa huu uzaliwa wa kwanza? Biblia inasema ya kwamba akadharau ile ambayo alikuwa ni yake. Na alafu anasema ya kwamba baadaye alijaribu kutafuta hicho kibali, hata kwa machozi, hata kwa kufanya mambo mengi, lakini hakupata kile kibali, kwa sababu mwanzo alikidharau. Kwa hivyo saa ile mtu anaomba kibali, anaomba kwa yule mtu ambaye ni zaidi. Lakini nataka kusema kidogo habari ya yule mtu ambaye amepata kibali, kwa sababu unapopata kibali umekubalika. Bwana asifiwe sana. Na hata sasa naamini ya kwamba mmekubalika. Kwa hivyo wewe ndiye uko na jukumu sasa, kama vile jinsi nasema, muniitishe chochote kile ambacho unataka, nitawapatia, bora nikubalike. Sasa kuna mtu mmoja pia alitambua ya kwamba amepata kibali. Huyu mtu ambaye ni mtu wa Mungu ameandikwa katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka 33. Huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Musa, na alikuwa anaongea na Mungu, anamwambia, kwa sababu sasa nimepata kibali kwako. Ama unasema ya kwamba nimepata kibali kwako, unasema ya kwamba unanijua na jina langu. Ama ukiongea maneno ya mwandishi wa Zaburi ya 139 anasema, unasema ya kwamba unajua kukaa kwangu na kuamka kwangu, unajua wazo langu likiwa mbali.
Na Musa akamwambia Mungu, kama unasema nimepata kibali hivyo, basi nifundishe njia zako. Bwana asifiwe sana. Kama kibali ni cha maana, kama kibali kina haja hiyo ya kwamba anaweza kusema ya kwamba nimepata kibali kwako, basi nifundishe njia zako. Na anasema ya kwamba unifundishe njia ili nikujue, ili nijue njia zako, ili nipate kibali zaidi. Kwa sababu wakati basi unapotembea na mtu, na wakati huyo mtu anakuwa rafiki yako, basi anakuwa ya kwamba ni warahisi kukubariki na baraka zile ambazo unazohitaji katika maisha yako. Na kwa hivyo mtumishi wa Mungu anasema, nisaidie, nipe kibali, niwezeshe kuwa na kibali ili nitembee katika njia zako. Unajua, na kila mtu anajua kusudi ama ile kibali ambayo anayohitaji katika maisha yake. Mwandishi wa Zaburi ya 30 alisema hivi: Mungu, ninaomba unipatie kibali ya aina mbili katika maisha yangu kabla nikufe. Akasema ya kwanza, ninaomba ya kwamba unisaidie kabla sijakufa nisiseme uongo. Nani anaweza omba kibali kama hicho? Atendera hoya Ngai undeithie tu unjiguire njitikirike hariwe ati undeithie na maundu maya meri. Wa mbere ati ngikamuira nguite hote kwaria ma, nitembee na kweli, nikiongeleshwa nasema ukweli. Na raundi watu ni waongo sana. Mzee mmoja aliingia kwa gari, alikuwa anaenda Githurai. Alipofika Save, jamaa mmoja akapigiwa simu, akachukua simu. Halo, habari ya leo? Nakuja sana, niko Mlolongo, ninakuja. Sasa akamwangalia huyo, akaachana na yeye. Sasa unajua viti ni za watu watatu. Pande nyingine naye msichana akachukua simu, akapigiwa simu. Akasema halo, niko nakuja sana, niko Kitengela. Mzee akasimama, akauliza kondakta, kwani hii gari inaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Na unajua shida ile iko ni ya kwamba mtu ataongea tu uongo hapo hapo, akigeuka amuulize ndugu, akwambie Bwana asifiwe. Ndio. Mtu mkubwa kama mimi, wacha nisiseme mzee kwa sababu tuko na mvi. Na unasema uongo ni kama kwamba kuna mtu atakuchapa ukisema ukweli. Hata sasa ile mtaanza kuingia huko kwa nyumba. Ile kitu ya muhimu kabisa ni kusema ukweli kabla hujakufa. Alijua kabla sijakufa, Mungu unisaidie, naomba vitu hivi viwili. Kibali ile nataka katika maisha yangu ni dhati ya kwamba nitembee sawa sawa. Kwa sababu kuna watu wengi wanaishi maisha ya uongo, ama maisha yao yote yenyewe ni ya uongo. Biblia inasema they are living a lie. They are not walking straight. Kiasi ya kwamba akiweka viganja vyake vya mikono pale, kama zinaweza ongea, zitakuwa zikisema uongo, ijapokuwa watu wanaona ni kama ya kwamba wewe ni mtu sawa sawa, mtu ambaye unavaa suti na viatu mzuri na tai, na kumbe wewe katika maisha yako unaendaga reverse ama unaendaga kombo, kwa sababu you cannot speak the truth. Bwana asifiwe sana. Na unajua tofauti ya Mungu na shetani ni uongo kidogo na kweli. Yesu alisema, I am the way, the truth and the life, and no one goes to the Father but by me. Kwa hivyo ni ya muhimu kabisa ya kwamba mtu akajipata ya kwamba awe na kibali katika maisha yake. Ni ya muhimu kupata kibali kile. Akasema ya pili, ninaomba ya kwamba Mungu, kabla sijakufa, usinifanye maskini na usinifanye tajiri.
uniwezeshe tu ya kwamba mimi nikawe katika hali zako, katika njia zako. Yule mtu ambaye anayetaka kibali anasema hivi: mimi naomba tu nikubalike mbele yako, ninaomba tu nikubalike mbele zako, na lakini chochote kile ambacho unachohitaji I will give. As long as I have found favor, I will try my best to give whatever you need, no matter how great the reward is, the bright price is, ama the gift is, nitatoa. Kwa hivyo ni muhimu ya kwamba tukajue ya kwamba ni vizuri, itakubidi ya kwamba uongeze katika kitabu cha nafikiri ni Petro anasema, and to your faith add goodness, and to goodness add godliness, and in godliness add brotherly kindness, brotherly love. Na anasema if these things be in you, then you make that you will not be barren nor unfruitful. Kwa hivyo wewe ndiye utakuwa na jukumu ya kuweka furaha kwa nyumba yako. Wewe ndiye utakuwa na jukumu ya kuleta amani kwa nyumba yako. Wewe ndiye utakuwa security, wewe ndiye utakuwa watchman kwa gate. Sasa ile paka zinapiga huko nje na anakuuliza umesikia ni kitu gani kimefanya nini? Hata kama una uoga, unajijaza, natoka. Sababu wewe ndio umesema utalipa gharama hiyo. Unatoka. Wewe tu ndio utajifundisha kumuongelesha polepole. Si ndio? Wewe tu ndio ulimwambia unampenda, hata round hii sijui kama mkipatana unamuitaga be. Inanaga hiyo. Be nakupenda. Najua mimi na mzee tuliambia wake zetu moja ya kutosha, I love you, kuisha. Lakini nyinyi kwa sababu mmezoea hiyo mpaka uendelee na hii. Kwa sababu ile speed inatoaga ndege chini, mwimbaji alisema ndio ina sustain huko juu. Si ndio? Yaani ukakuja home hata usikie nikiita mke wangu pe. Sasa sitakuwa ni shida. Huyo mzee namna gani? Kwani ametupa mbao? Lakini wewe ukifanya hivyo, si mnaitana tu hivyo tukiwa hapo hivi maneno inavuka ni lazima tu ya kwamba mjienjoy tu na hizo stories zenu. Kila mumeanza mkaekae tu hivyo. Bwana siwe sana. Lakini ukitaka favor from God, ile yake kwanza kama Musa unasema teach me your ways. Nifundishe njia zangu. Kwa sababu nikijua njia zangu, nitafanya hivyo, nitakupendeza, na basi hicho kibali kitakuwa juu yangu zaidi. Si ndio? Kwa sababu sisi tumekunini tu. Alafu favor hiyo ingine Mungu pia anakupatia, it comes with responsibility. Si ati ni favor tu. Favor si ati wewe uamkange unaamka unakaa ati favor ya chakula ikuje. Hapana, God amekupatia mpaka hizo miguu na nini za kufanya na akili. Wazazi wako wakatumia nini, sijui kama waliuza ng'ombe usome na nini, alafu useme tu ati favor ya kukaanga chini. Bwana siwe sana. Na unajua raundi hii vijana kwanza wako na shida. Mavijana wanaume mko area. Vijana wanaume hawataka kufanya kazi, wanataka kutafuta watu ambao wako na pesa wawekwe. Wakaanga tu kwa nyumba wanakufungulia tu radio. Kuna kitu kama hiyo. Ukipata favor ya Mungu, ukipata kibarua, fanya na bidii. Lisha nyumba yako. Kana katika njia zako. Na Mungu wetu atakubariki. Atawainua, atawashindania. Bwana asifiwe sana. Mchungaji amesema habari ya Isaka na Rebeka. Kati anasema ya kwamba Rebeka wakati hata alipoulizwa utakaa siku 2, akasema hapana, wacha tuende. Akaombewa na wazazi. Baraka za wazazi ni za muhimu sana katika maisha.
Hakuna wakati wanapozeeka kiasi ya kwamba hawajui. Na mtu mwingine alisema ya kwamba hata ukiona kuna nguo nyingi kumliko zile mpya katika wardrobe yake yeye na tatu, zile amekata, amevunja rags zake ni nyingi kuliko zako, hauwezi kufikia. Kwa hivyo wapatie heshima, okea baraka kwao, wanawafikiria mazuri. Bwana siwe sana. Na jioni ya leo ninataka tu ya kwamba kwa sababu mnataka baraka za wazazi ya kuwapatia motisha ya kutembea na kuendelea, ninataka ya kwamba Mungu akawabariki. Nataka kuita wazazi waje waombe kwa sababu yenu, wabariki maisha yenu, ili ya kwamba Mungu akapate kuwaongoza. Bwana siwe sana. Nataka wazazi wote hapa, tafadhali nitampatia mzee kipaza sauti hiki. Baraka za watoto zinatokanaga kwa baba yao, na baba yao ndiye anakuanga amebeba baraka ya nyumba yake. The blood of Jesus is sufficient. We thank you, Lord, for these children. Nakushukuru Bwana kwa watoto hawa wetu ambao umetupa, Baba wa mbinguni. Umesema watoto wetu, Mungu Baba, hawatakuwa machungu katika maisha yetu, Baba wa mbinguni, bali watakuwa furaha katika maisha yetu, Baba wa mbinguni. Tumeona wakitufurahisha, Baba wa mbinguni, na ndipo sasa Mungu Baba tunakuja mbele uwepo wako, Baba wa mbinguni, tukuachilie baraka zetu zote kwa watoto hawa, Baba wa mbinguni. Tunaomba Mungu Baba, kile chochote watakachoguza, Baba wa mbinguni, kikaweza kumea, Mungu Baba, na kikapata, Mungu Baba, mazao maradufu, Mungu wangu, kikapata mara 30, Mungu Baba, mara 50, Mungu Baba, na hadi mara 100, Baba wa mbinguni. Tunashukuru Mungu Baba, kwa maana Mungu Baba unajua mbegu ya miili yao, Baba wa mbinguni. Tunajua Mungu Baba utawabariki, Baba wa mbinguni. We say that God, your blood is sufficient in their lives, Father. In everything they do, Father, your blood is sufficient, Father. Wherever they go, Father, your blood is sufficient, Father. Whatever they do and whatever they touch, Father, the blood will protect them, Father. It will engulf them, Father. It will be their shield, Father. We thank you because you are good God. We thank you because you have said that, God, whatever we bless, God, you will bless it, God. We therefore bless them, Father. We bless their seeds, Father. We bless their works, Father. We bless everything they have, Father. And we know that, God, everything that you bless is blessed by you, Lord. We thank you and we worship you, God. For it is in the name of Jesus Christ that we pray to you. Amen. Nataka pia mzee pia naye watawabariki hawa watoto. Haleluya. Bwana, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako. Jambo hili ambalo tunalitenda hadharani, kwa sababu tumlitoa mbele yako Bwana, badala ya kwenda faragani, ndilo jambo hili litendeke. Tuko mbele zako, mbele ya mashahidi wengi, mbele ya makasisi, mbele ya waumini, mbele ya kanisa. Kama mzee nimetoa baraka zile ambazo zinahitajika kutoka kwa mzee ambao ubariki watoto, nikijua baraka hii itakusanyika familia zote mbili ziheshimiane, na tumeombea baraka na kupitia kwa hawa, they will be a blessing to us. Hii baraka ambao Bwana tunaomba siku ya leo, mwanzo ianze na hao ndio wao na familia ambao itakuwa ni dhabiti, na ndio kesho tutakuwa tumesema kweli sherehe ya siku ya leo imefana zaidi, na tutoa ukumbusho kwa sababu ya baraka zao. Tumekuita Bwana kwa sababu tunajua wewe ndio benchmark ile ambayo ya kuangalia wakati wote wakipitia kwa shida, bahali wanataka mawaidha kuwa Bwana, wewe ndio mwenye mawaidha makuu ambao itawalinda Bwana. Tumekuja mbele zako tukijua Bwana familia hizi zote mbili za Viji na Chris, tumekuja pamoja kwa sababu ya wawili hawa wameunganisha familia hizi zote mbili. Asante kwa sababu ya ushahidi ule ambao umetolewa hapa, eti wamekubaliana tuwatakaa pamoja kupitia kwa maneno yao na kukaa vile walioahidiana. Bwana, tuko hapa. We talk blessing me and my wife that we have now a son and a father who is expected to have children, and they are blessed because of your name, Lord Jesus. Because of the church they will be fellowshipping, Lord Jesus. Give them blessings, give them material, because you are able. In the name of Jesus we pray and believe. Amen. Naweza kusimama. Ninataka sasa muongee. Unajua ijapokuwa si ya kanisa, lakini mbele hawa watu simseme
Mimi kama Chris Kikuchi nataka kuahidi mbele ya hao watu wote, marafiki, familia, kanisa, ya kwamba nimekuchagua katika wasichana wengi, nikakuchagua ukuwe mke wangu, na nitaishi kukupenda na kukutunza urembeke kuliko ulivyo sahi. Na nitakupenda na nitakutunza, na wewe ni wangu milele na milele hadi kifo. I'll be the best wife. Yeah, I am going to cook well hadi unaone kabisa. And yeah, nataka also prayer warrior kwa nyumba, so that the Lord may bless our journey. Wazazi wa Virginia Mwangi, sorry. Nimezoea kumuita babe, nikisema Virginia huwa namaanisha wewe. So nawashukuru sana kwa kulea Virginia vizuri. Kwa hakika naweza sema mumemlea vizuri, kwa sababu tangu nipatane na yeye roho yangu ilitulia, nilipata furaha na nikaona mke ama nikaona bibi ndani yake. So najua mmeparticipate sana, hata hiyo karakta yake yenye napenda najua imetoka kwenu. Mungu awabariki. Tutakuwa tunakuja kuwatembelea. Nyinyi ni wazazi wangu sasa, na mmetukaribia sana kwa sababu mko Nairobi. Mungu awabariki kwa kunilelea bibi. Asanteni kwa kulea Chris. Hadi sahi tulipatana some few years ago. Yeah, and he's a good gentleman. Yeah, kulingana vile membrace, so it's so good. Na yeah, naomba tu muendelee kutuombea. Yesu, wakati huu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako juu ya roho za hawa watu wawili. Tunawaweka mikononi mwako, mfalme wa wafalme, wanapoanza safari hii ya ndoa katika nyumba yao. Bwana, tunaomba ya kwamba utawarehemia Bwana, utawaongoza na utawashindania. Tunaomba kibali katika maisha yao mfalme, katika jambo lolote lile ambalo wanafanya, sababu wewe unasema ya kwamba wewe ndiye Mungu ambaye unabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo kila hali ile Bwana ambalo naloliweka mbele zako, ili ya kwamba mfalme wa wafalme ukawaongoze na ukawafanyishe, Bwana tunaomba ya kwamba utawashindania. Wakati wanapoenda Bwana, tunaomba baraka zako. Hali zile zote, kazi zao, hali zingine zote zile mfalme ambazo watakaza weka mbele zako, tunaomba mkono wako uwe juu ya maisha yao. Tunakushukuru na tunakuabudu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tunaomba. Amen. Tunashukuru kwa mahali ambapo tumefika. Mungu amekuturehemu, amekuwa pamoja nasi. Asante kwa fursa ya kusikiza neno la Mungu, na asante kwa kubarikiwa. Asanteni sana, Mungu akaweze kuwabariki. And now may I introduce my co-MC, aendelee pamoja nanyi kuanzia hapa hadi kumalizia. Kibuchi. Yesu ni Bwana. Sasa tutakuwa tunakuita Mr. Umevuka tana. Yesu ni Bwana. Yeah, because we are happy for you. Yeah, the Bible says he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. From this moment henceforth, the things you were never getting while you were single, they will be coming your way because of favor. Hey! Hiyo ni kikoboshane kidogo, najua tunachanganyisha Kiswahili, Kikuyu kidogo na Kimeru inaingilia hapo na Kiswahili. Bora katembe. Single ladies, there is hope. Let me just encourage you that there is. Kama ni huyu ameng'oa nanga na akatoka, there is. Yeah, just keep on being available. Msioshe vyombo sana. Azingine mnatoka kwa barabara mnaoneka. I want us to just dance a little bit. Nataka tu dance kidogo tusherekea watu. At least for 10. Mko tayari ku dance? Mnataka kujiachilia?
Nani anatosha mboga? Halo madam. Mbona una wasiwasi? Usikuwa na wasiwasi. Ulichukua wakati ukakaa mbele ya kioo ukajirembesha. Ndio tukuone. Na tumeona. Na uko sawa. Uko sawa? Sasa shida iko nini? Nipe mkono. Haya, sasa unajua Biblia inasema aliiba Adamu alafu akampatia nani? Sasa nimepata sijui Adamu alikuwa anazunguka wapi? Huko Adamu ni nani? Jitafutie, anaweza patikana. Taja jina. Nguma ni nani? Ama ni ngumu? Umesema ngumu. Nipatieni Adam moja. Ni just for example. Sisemi ni yeye ni. Sijasema ni cha yeye. Nipatieni for example. Martin tumekuombea miaka mingi. Wacha kukataa mambo ya kiroho. Kuja. Wewe anza na kiroho. Ukimalizia hapo mbele tutakuimbia kuna wimbo ya hapo, si ndio? Haya DJ. Mimi ndio judge. Mkinifuata sasa. Na mwacha hukani kama hii ni wimbo ya Maradrock. Mtu ambaye amenunua kama moja. Kwa hivyo anaipata na tomataa kidogo manake. Haizi kipia sana. Kipia biko bara yake. Nifuatani zote. Nataka mpiga tufuatane. Si manani. Unakalia kitu hapa ni kama una kitu kwako. Sema unakuja tobe. Haya. Siku ya timelea. Ambaza bonus. Kama wewe unajua uko na samazota mahali, unatukosea. Sio wewe yenye kamemota. Yes mami. Kanyaga ni mwangu. Kumba mkono simame. Kama wewe ni single na umevaa miwani, toa. Hapa sasa ni kuokota. Michael unataka kukujoin? Sasa situende. Nimeweka jam kama ikiwa kwa utawala. Ndio wani kuma kwenda. Kasi kiwete mereke. Fikiria. Patia na batu. Mshike hapo ndio tunaanza. Sasa unaona mami kama mlikuwa mmepanda mnaotoa hii kitu maji. Tutatuchamia kuwa na vumbi tutapanda tena nyasi. Ngoja kidogo. Hii inaitwa kewasho reloaded. Tafadhali. DJ, tuchafue. Ndio unakujaga. Yeye. Tote. Hii unaisha kutoka. Sasa tuone watu ambao wanalipanga rent. Hawana mashida mingi. Watu watakipiga si wataongea. Siashirie. Unajisikia kwa nini? Na kila sehemu ya muziki kwa chini. Kuna barabara hapa. Tombo hapa. Hey,
Ule alikuwa ananibatazua kopa. Ule mchana alipesa tuko hapa. Alitoka kwa chiko. Hata kuja kwa kikosi. Twende kazi. Nataka munijibu jamani, harusi tunao hatuna? Hey, Pandai, harusi tunao hatuna? Wazungu wa Pandai, the wedding we have not here. Sasa wewe kama sio mtu wa kiroho kuelewa ile unaenda. Iko na mwingine wake. Anaelewa. Ndio hiyo sasa. Unapeleka na mtu mmoja, wewe ndio kama uko na haya ni msoto kusaidia sana. Wacha tuone maneno. Manze, wacha tuone vile hiyo ng'ombe itakuwa na entertainment kuanzia leo. Mko tayari? Kamata mtu. Umepewa ruhusa. Ruhusa umepewa. Ya. Stop shouting yourself. Achilia. Wapi makofi yao jamani? Wacha kuja kama Reina wewe. Fanya mambo. Ndio sasa. Sasa supu inaweza kufanya kazi kwa mfupa. Mwambie. Okay. Kama bibi yako yuko hapo, mpigie video call, wacha kumwambia. Tutakuwa pamoja hapo. Kama bwana yuko hapo kwa masuala, mpigie tu video call. Hapo unakaa chini kwa mbele. Twende kazi. Wapi maharusi? Kula mwaje. Sisi. Hawa wanaogopa kuiba. Hapa ni ndio kwa shida. Mkono. Kumbusha kidogo. Kumbusha. Wapi mbele? Naongoja maarusi sasa kwako. Ndio kuna wale wamejipita. Nataka niwaonyeshe hapa. Mkamate mkono. Kwenda tena. Kuficha uzia. Nipatie nafasi hapo. Yeah.
kuna wale mababa ukiona mpaka hoteli ya mtoto inaenda. Wazee, kama mababa na shida ni kitu moja, tafadhali kutofautisha. Wapi nduru ya maarufu jamani? Inakataka ni kama umelipa mshahara. Hii ndio ile wimbo inaleta watoto nyumbani. Hii ndio wakulima wanajua, angalia wakulima wanajua. Hapo kuna watu wanaenda ni kama wamekula school fees. Hata Septemba ifike mtengeneze mwalimu mkuu. Uko tayari kwenda mabega? Damu ya Yesu nimepata njia. Damu ya Yesu nimepata njia. Nimepata njia. Damu ya Yesu nimepata nini? Kibuti nimepata njia. Imefunguliwa. Yesu ni Bwana. Kanyaga bwana, kanyaga. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Ana uwezo. Yesu ni mwema. This one is a special dedication. Wazazi wa bwana harusi, wazazi wa bi harusi, watoto wenu wanaomba muweze kushuhudia wakichukua another romantic dedication. Your daughter being danced for and your son dancing for your daughter. Tafadhali, will you celebrate them? Will you be happy for them? DJ tupewe ngoma. Mushika tu mkono. Mushika mkono. Mushika tu mkono. Mushika tu alafu muangalie. Pole pole. Kanyaga tu pole pole. Pole pole. Oh yes. Looking at each other, eye to eye. Eyes looking. Sasa ni roho inaongea na roho ingine. Kama roho yako ni pia inafaa kuwa inaongeleshwa. Nicheze chini ya maji. Nicheze chini ya maji. Kuna vitu wanamwambia hapo, unaona vile anacheka cheka. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to listen to them. Look at him in the eye. And you know I love you. I place no one above you. I need you in my life. My goodness. Forever and ever, you will always have
It's a powerful song. Oh yes. So mpeleke polepole mpaka akiketi. Polepole tu kwenye kiti. Wewe ndio unachagua. Wewe ndio unamchagua. Lakini Chris, as we wait for the zawadi, wacha as your uncle, let me just give you a word of wisdom. Umekuja hapa umetualika, and this is a crowd of witness. What you have done, you have made a vow. Na nataka ushike vizuri sana. Vows are not things that you take for granted. Nataka kukuambia mambo mawili, jambo moja tu liko katika Biblia. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Joshua 9, watu walikuwa wanaitwa the Gibeonites. Walikuja wakataganya Joshua. They pretended they had come from very far. Wakati because Joshua was killing one tribe after the other. Wakajua hata sisi tutamalizwa. Wakaenda wakajifanya wakakuja na mikate ikiwa imeganda. Alafu wakakuja na saddles ikiwa zimepigwa viraka. I've never seen saddles zikiwa na viraka. Na nguo zikiwa na viraka. That's what the Bible says. Wakaambia Joshua wakati tulitoka nyumbani, hii mikate ilitoka ikiwa fresh. Hizi saddles zilikuwa mpya. Zimezeekea tukiwa katika njia. So Joshua believed they had come from very far. Actually that is deception of the highest order. Kukon mtu life. Kama vile nilikuwa bibi yangu nilimwambia KICC ni yangu. Hata sasa hajaijua si yako. Kwa sababu kama si yangu, ni yako kweli. Ni yangu. If you dispute si yangu, simwambie ni yako. Na utaweza ikabidi. Ako pale ni yangu. So they were wakataganywa and it was deception of the highest order. Na wakati walisema wametoka bali sana, Joshua akawaambia kwa sababu mmekuja kupe homage, sitawaua kama vile niliua kabila zingine, because you come from very far. The following day, mtu mmoja akajitokeza na huko na mwingine akasema hatu tunaonaga hapo akilisha ng'ombe zao. So they were neighbors. Wanasifiwa sana. They were neighbors, but the Israelites had made a promise they would not kill them. It was a vow. 400 years later, in the book of 2 Samuel 21, and I want you to note that 2 Samuel, during the time of David, kukatokea jaa ya miaka 3. Mwaka moja jaa hakujanyesha, another year hakujanyesha, another year hakujanyesha. And the Israelites said, washa tuende tuulize Mungu why this is happening. Na wakati walienda kuuliza Mungu, Mungu aliwaambia ni kwa sababu of the Gibeonites. 400 years later, David akauliza, kwani Wagibeoni wamefanya nini? You promised them 400 years ago that you not kill them. And Saul, ambaye alikuwa ahead of David as a king, alikuwa amewaua akasema huyu mtu tunakaaga huko kwa nini na tuliua kila mtu. 400 years. The Israelites were punished. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuua watu ambao walipromise 400 years earlier hawataua, na hao watu walikuwa conmen. I don't know umekon viji namna gani. Labda ulimwambia zawadi kama ni yako. That could be the truth. Sijui nani mambo gani umeambiwa. But the Bible says that once you make a vow, you must keep that. You have made a vow before us, ate mtaishi forever. You have said it before your parents, before the pastor, and before everybody. Whatever happens, after ukilia KICC yagu, don't you ever go anywhere. You made a vow before men and before God. May God bless you. So familia kujani hapa, tunataka kuwatunuku zawadi yetu kama jamii. It is a washing machine, so that you may not think that VG is your washing machine. She is your wife. Kujani. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will
be loving you till we're 70. And baby, next, please. Please down. Pamela, can you run? Pamela, can you run, please? Haya, pisani ahoro. Na sawa. Ino ndio familia yake shoro. Kuna mtoto aonekani? Sawa. Okay, I think we are kuna mwingine. Okay, I think we are done, Mr. DJ. Hand clap. Now tunajua nani mwenye KICC. Tunajua nani alipatia Nana Gachagua directive ya kuambia tena to vacate. We really do appreciate the good gesture. Tumeona bahasha zote za NYS zimefika kutoka Kirinyaga, tunashukuru. Sasa sijui kama kuna yule amebaki na bahasha. Tutaikujia. Ama namna gani? We really do appreciate. Now we want to give an opportunity to the family of the bride, led by the family spokesperson or spokesman. The man from Western Africa. I love your attire. Mpigeni makofi jamani. Go. Praise the Lord. I'm from Nigeria. And I love God. Praise the Lord. Muriega. That's what you say in Kenya? Muriega? Thank you so much. Hii kwa hakika mimi najua kuongea peke yangu DJ. Hii ni siku ya furaha kwetu. Ni siku ambayo tumeingoja kwa hamu sana. Virginia ndio the first granddaughter wetu, wa mama wetu na baba wetu wa kwanza kufanya nini? Kuoleka. Sasa sisi we are amateurs here, we don't know how it goes. Sidio? But we thank God ya kuwa imeweza kufika kwa sababu ya wasichana wetu wengi warembo ambao tuko nao. Are you listening? Our daughters, where are you? Nataka mchukue maneno ya pastor. Pastor, you took words from my mouth that tunataka sisi tumelelewa kikanisa na tumelewa kikanisa. Sasa isiwe ni house wedding, iwe ni what? Church wedding. Mnajua vile ninavyomaanisha? Yes, tunataka tuwe na church weddings, and we have beautiful and wonderful daughters. We have Mrs. Kenya several. You think I'm lying? Mnataka wasimame? Marogame. Where are our daughters? You come here. Mara moja. Mutio kati. Yaani ninaongea na mmeketi. Yes, come. Come here. Mwenye amesimama anakuja. Where are the others? The other Virginia, the other Shiko. Virginia, we have several. Dumere. Yes. Yeah. Tarora. Yes. Hawa wasichana wetu, we call them young adults. They have their own group. Wako na chama chao, ni watu wanajielewa, ni watu wanajifahamu. Sikizeni na mtunge sana. Tunataka uhiki white. Sawa sawa?
Si mnaweza? Hebu inueni mkono kama mnaweza. Sawa sawa. And very soon tutakuwa na harusi nyingi sana maridadi kutoka kwa hawa wasichana wetu, na hata vijana wakiwa na haja sana. Sitawasimamisha wenye wanateteaga boy child, put me so you can see. So asanteni sana Chris na Virginia, thank you so much. Nashukuru Mungu kwa safari yenu. Mimi kile kitu ambacho kiliniingia kwa roho yangu niwaambie, sijui kama ni vizuri kusema, kwa mawazo yenu vile kunafanyika sasa, wakati kutatokea ugomvi, Biblia inasema wakati shida itakuja Mungu atakuwa upande wetu, lakini haisemi kama shida tunaongea ni wakati shida itafanya nini, not if. Sababu kwa hii safari mambo yako, tafadhali don't kill one another. Sawa sawa. Our daughter, don't kill this young man. Sawa. Chris, don't kill her. Msiwane, hakuna sababu. Alikuwa mwagaga matiko ya hitika igana. Keri, don't kill one another. Ikitokea shida sana, wazazi wako, marafiki wako, endeni muonongoneze, muambiane, na mkiambiana hamtawaiua. Sindio kitendo makiroraga na kia ujinga. So that is my word then. Mwathie kumira kaundo sheria ijira. Mwaikaraje na mweke atia. Na mwalie, we are a family known to talk. We talk, we solve our problems. Sawa sawa. So sababu ya muda sisi tuko na furaha kama wazazi, na tukasema pia sisi tutapenda kuwasindikiza watoto wetu na zawadi kidogo. Kwanza Kikikuyu kuna ile zawadi ambayo mzazi wa msichana humpa msichana wake anapoolewa. Ni kweli? Hebu niletewe zawadi hiyo ambayo mzazi humpa msichana wake anapoolewa. Wapi wazazi wengine wetu, wazazi wengine wa, excuse me DJ, wapi hawa wazazi wengine wakitoka kwa kina mama Viji Meko haikuruga meha Jaska shoshodu kapea tu ruhusa waweze kuketi. Hao wengine kujeni tafadhali. Bwana asifiwe. Si tumefurahi? Si siku ya leo tumebarikiwa. Muthenya toyo wawonireko ciana ta ici macionireko Ngai nĩ mwega mone Ngai nĩ mwega. Mimi penye nitasema kwa ajili ya watoto wetu Viji na Chris, ile nitasema ya kwamba Viji bado ni wetu na hata Chris bado ni wetu. Ni penye tukikaa na nyinyi hamtajijenga na hamtakuwa familia, si ni kweli? Lakini tukiwaonyesha kujikalisha, sasa hiyo ni familia nyingine na itakuwa na ikuwe na familia nyingine, si ni kweli? Kwa hivyo si ati tumewafukuza, lakini kitanda ya Viji iko hapa. Mzazi wake ameipeana. Kwa nini ameipeana? Sababu anataka Viji akuwe msichana mzuri wa kutulia kwa siku ile atakuja kutembelea mama Viji. Kuja kutembelea ukionekana umekaa siku mbili hivi. Tunauliza kwani kuna shida mahali? Please, wenye wanatabika kitanda nataka mngojee kidogo tafadhali. Utauliza kuna shida gani? Hata mama atakwambia Viji, hautaharibu nyumba yako. Enda rudi kwako. Si ndio? Sababu hapa utakuwa ukitembea tu Viji. Haya, mamu wako hapa. Si unaona penye wamejiandaa?
Kwa nini wamejiandaa hivyo? Sababu wanataka msichana wao akae mzuri na akae msafi like mom. Si unajua mama ni msafi? Sasa hawa mama ndio unaona wanakutadikia hivyo. Sasa hebu endeleeni mama Karo. Wanakutadikia kwa nini? Ndio kitanda yako uwe kitandika. Ikuage niti. Biji. Mume wako asikuja aone kumekaa madhogodhani hiyo manguo hapo kwa kichwa, ingine kwa miguu, hata ijulikani mtu ataanzia kulala pande gani. Si kweli? Na wanaume wengi na Chris asinisikie. Wanatupanga tu mabrageti. Kama wameenda zao. Si kweli? Na tena hata ukiwaambia watandike hiyo kitanda utamtesa. Sababu hata atandika vizuri penye ungetaka. Si kweli Fiti? Kwa hivyo Fiti unajua kwamba penye mambo anakuonyesha hiyo ni kazi ya nani? Hiyo ni kazi ya nani? Hiyo ni kazi yako. Hiyo nyumba yako inakuwa smart. Unajua hata kitu ukiona imekaa vibaya wewe unatengeneza. Sababu nyumba ni ya mwanamke na ndiye anapendaka nyumba yake ikae smart. Ni kweli Fiti? Na kwa hivyo umeletewa hii as a blessing kama baraka kutoka kwa mzazi, ili kwamba hata nyinyi mkilala hapo, sababu ni ya kulalia, si ya kukalia. Mkikuwa hapo mnajifunika na zile baraka. Mnalalia baraka za wazazi na mnajifunikia na hizo baraka. Si ni kweli? Na mnafurahia. Kwa hivyo siku ile mtakosania hapo, sababu unaweza kosania. Ukumbushe mwingine, kumbuka hapa kuna baraka ya mzazi. Kumbuka hapa kuna baraka ya nani? Ya mzazi. Kwa hivyo atulie, ni kama mzazi anakuona. Kwa hivyo hapa tutulie. Na hapa tukue na upendo. Hebu kalieni kidogo, hebu imalizike. Hichi tumekupea hizi. Lakini zinaweza isha. Sitararuka. Ni manguo. Sitararuka sababu wakati mwingine mguu hapa itararua hapa, na hapa pekine na kichwa pia na hapa itararua. Lakini mama anaangalia hii kitu yangu imeparara. Kwa hivyo unaenda unaangalia kingine kazuri kushinda yako, unaleta kwa nyumba yako. Si ni kweli? Unaleta kwa nyumba yako. Wako wazuri? Ai, wako poa. Kabisa? Ndio nimewaambia sasa hapo mtakuwa ni baraka. Penye mmekaa hapo ni baraka. Wakati mnalala ni baraka. Na wakati mnaamka ni baraka. Hivyo ndio tunawatakia katika maisha yenu, ikuwe maisha ya baraka na maisha ya amani. Si ni kweli? Na ningeomba familia wengine, sababu wako hapa akina Marus wako hapa, anti wangetaka kuwasalimia na kuwapea baraka zao. Nataka tu wawapee kama mmerelax hapo. Sijui anti. Haya, ni wakati wenu. Good. Weka hapo. Sasa hii dakika 15 huyu mzee asilale kama hajafanya nini? Hajakula. Sasa hii tutasaidia nayo. Hii ikiisha Chris, unajua pale nanulagiwa. Sawa? Wewe uzikoja rume ni madia kunaku, ukakuago, ukaji ukauna, ukamurehera na kurugira na ni vizuri. Basi tukitoka hapo, wakati mwingine utapika chakula na kizidi. Chakula hakitupwi. Chakula hakitupwi. Kikiwa kimekuwa kingi, unakiweka vizuri. Wapi hiyo? Hapa tuko na fridge. Tuko na nini? Kile chakula kinachobaki kiweke vizuri, kesho mkichamushe ili Mungu azidi kuwabariki. Chris, hiyo friji yako. Wow. Makofi jamani. Asanteni. Okay. Wapi marafiki wale wengine wetu kutoka Kericho? Samuel Kukaliwa Dauri. How does it explain? A very good friend of mine. Tulisoma naye primary, secondary, tumefanya kazi pamoja. Very close friend of mine. Si ni kweli? So, tuko na zawadi tutapeana. Wapi cousins cousins wa Virginia wako na zawadi yao? Zawadi hapa hii ni microwave. Ukipika chakula uweke kwa fridge
ingine inaweka kama moto. Kwa hivyo usisumbuke sana, ukienda kazini urudi, ukitaka kupasa kitu kako kwa friji tunaingiza kile ndani na takatakula tayari. Tunza mambo yako, Mungu amekupatia zawadi, tunza kabisa wakula. Shika Virginia. Sasa tumeamua tutumie blender sababu zamana kwa mwili na kwanza kutengenezea juice na pia mtoto anakuja Yes. Upande wetu katika wakati watu wamekuwa digital sana, wamekuwa na saa za simu na za mikono, wanasahau kuweka saa za kisa uangaliaji kwa wakati mwingi, wakati wa kazi yenu walikuwa sana. Asanteni. Bwana asifiwe. Jambo tena. Mimi naitwa Ezekiel Philip Kiroho. Bwana asifiwe. Nilikuwa nikizaliwa kimwili, naitwa Muya. Bwana asifiwe. Mimi ni mkaa vijijini. Mimi nilisimama kama vile anasimama kanisa kama na harusi. Tangu siku hiyo ninadumu kanisa. Nataka mtume wiki mbali nyingine. Hawa ni mara yako wa kanisa. Hawa ni watoto wangu. Bwana asifiwe. Mimi nawatakia baraka. Iwe kutoka mbinguni hata milele. Bwana asifiwe sana. Asante Bika. Hapo utapewa mapicha ya Zuishma. DJ ni wega. Kwa niaba ya komiti ambayo tumeona hapa, usafi iko hapa. Jioni ya leo tuko na furaha sana. Kabidi bwana Chris zawadi yetu ambayo ndio hii imebebwa na bwana Kuria, mmoja wa memba wetu. Amen. Nitugutinia keki. Tugucoka riu tuthie Gikuyu tondu ni mwaririe Githungu muno na Gikuyu. Hello. Ndacenjia program. Bwana asifiwe sana. Nitugutinia keki na muthenya uria ndirerirwo ninguka gutinia keki, ndireuragia keki ni ndui. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nauliza keki ni nini, na ndirona atiriri, keki huwa imechanganywa na vitu mingi sana. Bwana asifiwe sana. Imechanganywa na unga, si tunajua hivyo, netumkanetio na matumbe, igatukanio na sukari, igatukanio na nginya cumbe, igatukanio na indo nyingi muno. Yani keki huwa ni mchanganyiko wa
vitu mingi, si ndio? Na niraroraga ngona atiriri, hello, nikandike ikarire mwana uyu kana niguo video ri. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na nigetha nyone wale wametufanya tukuje mahali hapa. Na niguroraga ngona atiriri, Kristo ugu tukwirago ni awadi ya pastor ego turutaga atiriri ate muturire ugore muretana ni uthiaga ringi ugakora kundu kumwe gutarathie wega. Bwana asifiwe sana. Na twera gutire gucoka na dura. Chris hapa hakuna kurudi nyuma. Na our daughter here, Bwana asifiwe sana, hakuna kurudi nyuma. Na tondu tigutire gucoka thutha ri ithe tiwega tumere horo wama mwathani arogoco muturire ukoragwo rimwe ni ukoragwo hana cumbi. Kuna wakati inakuja inakaa kama chumvi. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mwingine inakaa kama mayai. Itubenele marukaka. Hello? Kadramo boa. Bwana asifiwe sana. Itube netigireka. Kwi mahinda muturire ukoragwo hana ta itube. Ukaigwa ndungihota kurimeria. Bwana asifiwe sana. Kwi hindi uigwaga kimutugetheri kingigo hahare. Unaanza kula unga kama haijatengenezwa. Hello? Na tuongee. Mkosa kuongea na mimi nitawanyima. Hello? Bwana asifiwe sana. Mtu aranirie moja ile terere. Mkate yani yai unaweza kula yai peke yake sina kuanga ni nini? Sio tamu. Bwana asifiwe sana. Ile haga ke mugagayo. Na kwi hindi mutorere okoragwo guo. No maundu macio mothe ri. Iko. Na mahinda mangire unaona muturire ugathi uhana uguo ukaigwa umothe kuikarira itumbe, kesho ni chumvi, hiyo siku ingine ni sukari, hiyo siku ingine ni halo ni nini ingine inachanganya nini cake unga. Bwana asifiwe sana. No ndiragoraga ngona terere hizo vitu zote zikiletwa pamoja sirehaga kindu kiega muno. Na nikyo kirehaga umutumo samo tawa keki. Na kwendaka kuhaririria our son and our daughter today. Ati muthenya ora urigwa kwina cubere ukamenya ati rucio ukaroka gukora na sukari. Bwana asifiwe sana. Kugu gutire guteaniria. Kama leo ni ai unajua kesho ni unga. Na sio the muthenya ucio wikiare it you end up igakora ihana keki iriku. Hello? Bwana asifiwe sana. Na mahinda mara kurigwaga ta mwakinya handu muigwa tehe nine ndiraigwa guteaniria ukaririkana kwina ihinda kurikoro kuriona keki teno. Nikyo keki ikaga atia nikyo tinagio na niyendaga uikarage ukiririkanaga ugo. Bwana asifiwe sana. Uwe unakumbuka kuna wakati wa shida, kuna wakati kwi muturire uthiaga meambato na mikuruko, lakini wakati uko chini unajua kesho utakuwa juu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wenda DJ atwikirire gita ala meko ndeithiriria gutinia keki ina irimo na nyina icio twaigua nĩ irio na mutumia kaingĩ nĩ worugaga ageka maũndũ mothe akaharĩrĩria. Mutumia akona wĩra mũnene turutirie kwĩrwo nĩwe waragorire nĩwe ekaga maũndũ maingĩ. Koguo mũthuri rĩrĩa arĩhaga kĩndũ rĩ ũgeka atĩa ugaturugi ukamurugĩra. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ ngwenda tuonie ũrĩa ũrĩka. Nikishapika, first thing kwanza nikiweka chakula kwa meza ni kuombea food. So wacha tuombe. Father, we thank you for this evening. Thank you for what is in front of us as we partake of it. May it be of a blessing. In Jesus' name I pray. Amen.
baada ya hiyo namlisha. Amechoka na ni wako jam nipige picha. The other hand. Anafanya venye atakuwa anafanya wakati VG ako low. Tunaona venye atakuwa anamfanya. Hello, tunaona venye atakuwa anampembeleza. Tunaona ule alikola kule atali alikuwa kule alikuwa ndio mwega. Na tuelilo moyo umwe. Keki, hallelujah. Anetoro na vitia geito, anetoro na geito. Na rukudio megela iwe mwega heteyorulukia. Hallelujah. Go kae gemiko. Gemi. Haya. The next step togodie ni siasiari nikina Kristo ugani aliokuwa maisha maji atakuwa anatembelea wazazi wa Buji na najua pia mtakuwa mnaenda huko Visago watembelea wazazi huko, si ndio? Ama mtakuwa mnasoma ni bali
bora kimbilio